kuwa kwa kufufuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebadili mauti na kufunua uzima na kushuka kushahidika kwa ile Injili. Neno hili ndilo neno la Mungu. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu akatoa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni, wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu akawaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono haya, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Jirani yako tabasamu kidogo. Japo ni Kwaresima, Yesu anasema tusinune wala kukasirika, tuonekane tuna furaha, lakini tunafunga, na Baba wa mbinguni aonaye sirini atujaze. Maisha yana tabia ya yale tunayoyaona yakitokea kati ya jua na mawingu. Kuna wakati jua linawaka na watu wanafurahi wakiona jua, mwanga mkali, joto. Kwa hiyo muuza ice cream anashangilia, anapiga pesa. Muuza barafu anashangilia, anapata wateja. Jua linawaka. Anayeanika mazao yake anashangilia, yanakauka. Mwenye nguo moja kauka ni kuvae, anaanika inakauka, anashangilia. Baadaye kunatokea mawingu, kunakuwa na ubaridi. Muuza ice cream wananuna kwa sababu watu hawana hamu tena, kuna ubaridi. Alianika nguo moja ananuna, huenda isikauke. Maisha yako hivyo. Kuna kipindi cha wingu, kipindi cha jua. Nasi kama Salasala tumepitiwa na wingu. Tumepitiwa na wingu, huzuni, lakini tunatambua ni sehemu ya maisha. Baada ya wingu unakuja mwanga wa jua na maisha yanaendelea. Farijianeni kwa maneno hayo. Ndugu zangu, leo katika maandiko matakatifu tusikia Bwana wetu Yesu Kristo anageuka sura. Tuko kwenye mfungo wa Kwaresima wa siku 40 ambao ulifunguliwa na Jumatano ya Majivu, tukapakwa majivu. Tumefikafikaje hapa? Umetoka nyumbani, umejipaka mafuta, unapendeza. Unafika parokiani, paroko anakupaka majivu, anakuchafua.
Tumefikaje hapa? Tumefika hapa tulipo kupakana majivu kwa sababu ya kukosa utii, kwa sababu ya kukosa utii, kwa sababu ya kushindwa kusikia. Wazazi wetu walilikoroga Adamu na Eva, nasi tunalinywa kwa sababu walishindwa kusikia, walikosa utii. Ndio tukafika hali hii ya kupakana majivu, hali hii ya kufa, hali hii ya kula mpaka utoe jasho. Sasa leo masomo yanatutia moyo, siku ya leo kwamba inawezekana kuishinda dhambi, inawezekana kurekebisha yale yaliyoharibika. Waswahili wanasema maji yakimwagika hayazoleki, lakini kwa Mungu yanazoleka. Tunapewa mfano mzuri wa Abrahamu. Abrahamu anakuwa kinyume na Adam na Eva, anakuwa mfano mzuri kwetu, baba wa imani. Somo la kwanza, yeye ana masikio na anasikia, anaitii sauti ya Mungu Baba inayomwambia toka katika nchi yako ya Uru, hamia Kanaani, na anahama bila mabishano, bila kunungunika, akiamini Mwenyezi Mungu aliyemwita, anayemtuma, anania naye. Na kwa kufanya vile Abrahamu anabarikiwa sana. Sasa kwenye Injili ndo tunaambiwa basi Mungu Baba anamtambulisha mwanaye, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba msipomsikia mwanangu mpendwa, yatawapata kama yaliyompata Adam na Hawa. Msipomsikia mwanangu mpendwa, yatawapata yaliyompata Ibilisi na wafuasi wake. Kwa hiyo ujumbe wa leo, huyu ni mwanangu mpendwa, anatambulishwa miongoni mwetu, msikieni yeye. Ni jirani yako, msikie yeye. Mwambie tena, msikie yeye. Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Tunapata fundisho gani ndugu zangu? Kumbe tukimsikia yeye, ambapo Adam na Eva walishindwa kumsikia yeye, sisi tukimsikia yeye, kuna faida ya kumsikia yeye. Japo padre ametupaka majivu kwamba tulitenda dhambi, Kwaresima kwa kumsikia yeye tunatubu, na tunapotubu dhambi zetu tunarejeshewa neema ya utakaso, tunapokea maungamo, nasi tunang'ara kama Kristo alivyong'ara mlimani Tabor. Roho yako inawakawaka, inang'aa. Lakini roho yenye dhambi ni roho iliyopakwa majivu, ni roho iliyochakaa. Kwa kumsikia yeye na kutubu, roho zetu zinarejeshewa utakatifu, tunang'aa. Lakini haishii hapo. Kwa kumsikia yeye, tukifa nasi mavazi yetu yatakuwa mapya, tutapewa mavazi yanayong'aa kama ya Kristo yalivyong'aa mlimani Tabor. Kwa kumsikia yeye, baada ya maisha haya tutavaa mavazi meupe, nasi tutang'aa kama Bwana wetu. Kwa hiyo sharti la kufikia hapo ni msikie yeye, msikieni yeye. Dunia ina sauti nyingi, chuja ufahamu usikilize sauti ipi. Tunatakao kuambia kwa ugonjwa huu, siende kwa padre, nenda kwa mganga. Utaenda kwa mganga na umsikie yeye. Utaambiwa hata kondoo mwenye kengeza, utamsikia yeye mganga. Hujapata mtoto, nenda kwa mganga, na baadaye anakupata yaliyompata mamake Sinduna, alipogundua kumbe Sinduna sio mtoto bali ni joka kubwa. Lakini kwa kumsikia yeye Kristo, kwa kumsikia yeye, hatutapitia shida za aina hiyo. Wakati wa shida tunakuja kuabudu tukiongea na kumsikia yeye, na tunaponywa. Tunapoambiwa tumsikie yeye, ni huyu anayesema mimi ndimi ufufuo na uzima,
yeye aniaminie ajapokufa, mwamini yeye utaishi. Yeye anayesema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, sio padre anasema, ni yeye. Kumbe anayemsikia yeye atahakikisha maishani mwake anakula mwili wake na kunywa damu yake awe na uzima wa milele. Yeye anayesema njooni wenye mizigo kuelemewa nami nitawapumzisha. Ukimsikia yeye mizigo unampelekea yeye. Yeye anayesema tafuteni ufalme wa mbinguni kwanza na mengine yatafuata. Ukimsikia yeye utautafuta ufalme wa mbingu kwanza na mengine yatafuata, na utaiponya roho yako. Kuna kipindi nilikuwa Kenya wakati anafariki Mheshimiwa Raila Odinga. Kuna jambo lilinishangaza kwa kifo cha Raila Odinga. Nikaona magari yanapita hapo eneo la Karen Nairobi, lakini hayo magari yana majani mabichi, yana matawi ya miti. Barabarani watu wanatembea wana matawi. Nikajiuliza mambo gani haya? Mtu amefariki, barabara imejaa watu wana matawi. Nikauliza ina maana gani? Nikaambiwa hizi ni tamaduni za watu. Kutembea na majani manake ni kwamba a great tree has fallen. Mti mkubwa umeanguka. A great tree has fallen. Mti mkubwa umeanguka. Na kweli Jumapili ya leo tunaposali hapa Salasala, mti mkubwa wa Salasala umeanguka. A great tree has fallen. Ni mti ambao kuna ndege walikuwa na viota, umeanguka, wamechanganyikiwa. Mti ambao kuna ndege walijificha pale kama makazi na bundi, sasa hawajui wakimbilie wapi. Ni mti ambao mizizi yake ni mirefu, ulikuwa ukivuta maji, miti mingine ya jirani inanufaika. Sasa mizizi hiyo, mti umeanguka. Ni mti ambao wengine walitegemea kwa chakula, wanaenda wanavuna matunda, mti huo umeanguka. Ni mti ambao wakati wa jua kali la Dar es Salaam watu waliketi chini wakifaidi kivuli chake, mti huo umeanguka. Mti mkubwa wa Salasala umeanguka. Lakini huo mti Mungu aliutoa kama zawadi. Umekuwa zawadi kwa shirika letu hapa Tanzania na Afrika, umekuwa zawadi Ulaya, huko nchi ya England, na umekuwa zawadi huo mti hapa Salasala. Kwa kila anayefika hapa anaona matunda ya huo mti, hata kama ni mgeni. Unaona matunda ya mti unaozaa matunda mengi. Mabadiliko ya hapa na Vigango na parokia mpya ambazo zimezaliwa kupitia mti huu. Tunajifunza nini? Mwenzetu alimsikia yeye. Alimsikia yeye. Amemtuma afanye kazi yake, akamsikia yeye. Akachapa kazi kwa mti mkubwa wenye matunda, alimsikia yeye. Na sasa Mungu amemuita akimwambia, ulipakwa majivu Jumatano ya majivu juzi, na kuita mwanangu, na wewe ubadilike kama Kristo, uvalishwe mavazi meupe kama Kristo anavyokuwa na ng'ala mlimani Tabor. Naye mwenzetu paroko ameenda kuvalishwa mavazi meupe aweze kung'aa baada ya kumsikia yeye. Basi anatupa ujumbe paroko wetu, ninyi wa Kristo wa Salasala ambao niliwahubiria, kuwabatiza na kufanya kazi ya Mungu, nikitaka kuniona nilikoelekea, msikie yeye, nanyi mtafika huko, nanyi mtavikwa mavazi meupe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
Yesu aligeuka sura yake mbele ya wafuasi wachache kumwonyesha wake. Alitaka kuimarisha na kuwatia moyo kufuata katika njia ya mateso inayostahiliya tuzo ya mbingu. Bwana Yesu, niwaonyeshe wafuasi wako utukufu wa mbinguni. Utujalie alama za utukufu wako kwa kujaza mioyo yetu furaha halisi ya kuteuliwa nawe, Bwana. Petro aligundua kwamba utukufu utatamanisha uwe nawe daima. Utujaze hamu ya kutenda matendo yanayotuongoza kwenye utukufu wa milele, Bwana. Katika mlima wa utukufu uliongea na wateule wa zamani. Utujalie hamu ya kuonja mambo ya mbinguni kwa kuwasiliana na watakatifu wako, Bwana. Bwana Yesu, Mungu Baba alikudhihirisha kuwa ndiye mwana wake wa pekee, akatuambia, msikieni yeye. Mzibue masikio ya mioyo yetu ili tuwe tayari kusikiliza wewe na wenzetu daima, Bwana. Uwashirikishe marehemu wetu utukufu wako, Bwana. Twakuomba usikie. Mungu Baba, ni vugumu kutembea katika njia ya imani bila kuona miali michache ya mwanga wa tujalie dalili chache kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo.
sadaka naye kumaliza kupamba na masiku. Bwana, tunakuomba dhambi hii ifute dhambi zetu na kuwatakasa waamini wako mwili na roho, ili wawe tayari kuadhimisha sikukuu ya Pasaka kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tendo la kufa. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, yeye aliwaambia mapema wafuasi wake kwamba atauawa, akawaonyesha katika mlima mtakatifu uangavu wake, kusudi wajue kwamba kadiri ya ushahidi wa Torati na manabii atafikia utukufu na ufufuko kwa kuteswa. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti.
na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu tunavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala kuache kusali na wako ili toka mawio ya jua hata matendo yake dhabihu safi tuliyoipa Bwana. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo ametutolea, ili vitakase upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku alipotolewa alitwaa mkate na akiushukuru, alibariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la umama. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tukiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, mwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mnyeri mama wa Mungu, Yosefu ni wako Bikira, mtume wako mwenyewe, mashahidi wako watukufu, watakatifu wote ambao wanategemea daima msaada wao. Nakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalokuja hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu Leo 14 na askofu bila kuwa nchi. Heri mche Mungu msaidizi wako, pamoja na maaskofu wote, wapeo wote, watu wote tunaofanya kula kanisa. Usikilize kwa wema sala za tumaini iliyoingia mbele yako, Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye watu wako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Ukumbuke utumishi wako uliopita uliouita kwako kutoka ulimwenguni, umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika wake
siku ambapo atawafufua wafu katika ndoto yao kutoka ardhini. Hapo ataufanyanisha mwili wa uongo wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliotangulia wakiwa wamepumzika. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tuendelee kwa utukufu wako, ndipo tutakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kuona wewe mji wetu kama ulivyo, tutafanana nawe yoyote na kabisa. Ila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake tunaitetea mbele
Tunaomba basi mchango ufike, aidha kwa sekretari kule, walimu mwenyewe au kwa masisi, kwa sababu kuanzia jioni hii tuna kitabu cha rambirambi kwa upande ule. Ukija tunaambiwa kwamba ungependa kusaidia msiba huu na gharama zake, wote wanakuja mwisho siku tunafika kwa MC mpaka tunatibu mambo haya. Nimeomba na wako, naomba kwa wanaume tusimame kwa sababu wanataka kutafuta milioni 3 na laki. Naomba kama sisi wanaume tusimame. Wameniomba nihamasishe kama wanafunzi kama ni walimu. Kama sisi tunasema ya kama ni wanaume tusimame. Isipokuwa hivi tunashika kutaka milioni 3 na nusu. Wanaomba basi, naomba nimuite Kiza njoo hapa, ndio nisaidie hapa. Wanaume tutamuda wanakakuni kwa sababu tunashika kama ndio tupishika saa 2. Tunaomba sawa pole kwetu sisi sote kwa msiba uliotokea wa wenu ambaye alikuwa ni msaidizi wako. Ninatambua kwamba mmekuwa naye, mmetambua hali yake na mmevumilia na pia mmesaidia sana katika kuchangia kwenye tiba yake na mmempigania. Naomba tumpigie makofi kweli. Mungu anatupenda na yeye kututoka ni sehemu ya mpango wa Mungu. Sitarudia mahubiri, lakini kusema kwamba sisi wakati wote kama katika somo la kwanza Abrahamu tunaitwa tusifikirie kubaki mahali pamoja. Hiyo ni ndoto, haitatokea. Zama zinabadilika na sisi tunaitwa tuwe kitu kingine, na sisi wa Kristo tunaitwa tuwe kitu kikubwa sana ambacho bado macho hayajaona, ni kushirikishwa utukufu wa Yesu Kristo, na hiyo ndio sababu ya matumaini yetu. Kwa hiyo naomba jambo hili tulipokee kwa moyo wa imani, tumwombee. Na mimi ninasemaga siku zote wakati wa msiba ni wakati ambapo Mungu anatusimamisha, anatuambia tujiangalie. Yule ameshamaliza, lakini sisi wenyewe tujiangalie na tufananishe maisha yetu na Kristo. Napenda pia kutoa shukrani kwa hayo kama unayofanya, hii michango unayofanya ili kuwezesha hili zoezi la kumpumzisha wenu na ambaye pia wanashika mwenzetu kama inavyostahili. Hilo ni tendo la huruma pia kwao, ni jambo la tendo wazika wao. Kwa hiyo tunashiriki katika hilo pia. Wakati wa Kwaresma tunatimiza wajibu wetu wa kiimani. Mwenyezi Mungu awabariki nyote kwa yale yote mazuri ambayo mnayafanya, na tumuombe atutangulie katika zoezi hili. Na sisi kama shirika, kama mnavyotambua, tumekabidhiwa hii parokia na jimbo na baba askofu mkuu na ambaye ndio mkuu wa jimbo hili la Dar es Salaam, tuweze kutoa huduma hapa. Kuna wale ambao ni zamani wanatambua tulikotoka, lakini mimi nasimama hapa na niko hapa kuhakikisha kwamba kadri ambavyo tutahitajika sisi tutazidi kuwa pamoja. Asanteni sana. Kwa moyo ule kwa moyo ule ya kuendelea kupanga mipango hii, iwe ni ya moja ni ya pili, tutoeni tena iendelee kusaidia kwenye bajeti. Bajeti ambayo imekabiliwa jana iko kwenye milioni 33 na zaidi, na mambo mengine tunajua yataanza kuchipuka. Kwa hiyo ukiangalia mzigo ambao tunao, tujiangalie na basi
Wapi kama mko tayari kujiambia mahesabu yenu mtaweka sawa. Ni utumishi saa pili ambayo muda wake umefika, na baada ya basi yote kupita hapa na chochote kitu badala kusaidia katika gharama hizi. Wapi mko tayari? Bado tayari? Basi naomba basi baraka na kupata baraka na basi nasema wote na hapa tusimame tudumishe Bwana tunakuomba uthibitishe mioyo ya watu wako na kuimarisha nguvu ya neema yako, ili wawe na ibada katika kusihi na kwa kweli katika mema kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awabariki.